Meja uko wapi? Tuweke wa karibu. Meya uko wapi? Meya mko wapi? Meya, viongozi wetu tuwaruhusu mtuwekee, alafu tutabaru kutoka pamoja. Nurdin. Wapi wapewe viongozi? Sawa. Diwani. Sawa. Haya, inshallah tuzikeni. ربي والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي يقول إنك ميت وإنه ميت وبعد. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Rabbul Izzatu Salam na kuzikitaji swala nyingi na salam zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ali zake na masahaba zake na wale wote ambao wamekubali kukatazika na makatazo anayoyakataza Mwenyezi Mungu Rabbul Izzatu Salam. Ndugu zangu, yametosha mauti kuwa ni mawaidha, na kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'anul Karim kwamba kila nafsi itaonja mauti. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenye akili ni yule mwenye kuwaza mauti wa Allah ni kubwa sana. Nifunge maneno yangu mafupi, madamu Mtume anatuambia kwamba maneno yawe machache yenye kutoshereza na watu watakaoyaelewa. Ndugu zangu mliohudhuria hapa, tuipe dunia mgongo. Wallahi hapa sisi tunapita. Unaposikia mtu kapata mwisho uliokuwa mwema, huyo mtu hajaandaliwa mwisho uliokuwa mwema, ila mtu amejiandalia mwisho uliokuwa ni mwema. Tuishi kwa kusameana, tuishi kwa kuridhiana. We support to be peace. Tusiishi kwa magomvi,
tusio watu wa mabifu kwamba, lakini pia tusio watu wa kupeana pepo na moto, wa kuhukumiana. Tunagawa pepo na moto kama yule mtu mmoja anaitwa, mnamuita nani? Mnamuita Dula Makabila, mwanangu pita huko. Hapana, Mungu sifa yake ni Ghafuru na ni Rahim. Usije ukamhukumu mtu namna alivyo. Mimi sikudhani kuna mtu mmoja hapa mnamuita yule nani, sijui Juma Nuru, sijui Lokole yule mtu ameswalia jeneza, ameswalia maiti. Yule mtu tumeshirikiana naye. Lakini pia ndugu yangu, kila mmoja hapa anahitaji kumtaja wasanii tumeosha nao. Sikutaraji kwamba wasanii wanajua mpaka zile dua za kuosha maiti. Ndugu yangu huyu mnamuita sijui bwana Divoice, kule anageuza maiti, anasoma dua mpaka masikio yangu yakawa yanasema hivi ndio hawa wasanii kweli ambao leo baadhi ya mashekhi wanawapa moto, wanawahukumu. Tusihukumiane, anayetoa hukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hakuna mwenye kuweza adhabu za Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu tuliohudhuria, tujitahidini, tukae kwa upendo, tukae kwa kusameana. Usimhukumu mtu kwa ile appearance, ule muonekano wake, kwamba mtu fulani yule kadhaa, yule mtu fulani kadhaa. Tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kuhurumiana, tuishi kwa kusameana. Tunapofanya hivyo tutapata mwisho uliokuwa ni mwema. Mwisho wa speech yangu hii niliyoombwa nami niseme, japo sikutakikana kusema, sababu hapo wako mashehe wengi ambao wamenizidi kielimu na walatikikana waseme, ila wakasema Sheikh Sharif Firdausi Al-Qadiri, twakutanguliza uweze kutoa nasaha japo kwa muda mrefu. Nafunga ujumbe wangu wa kusema, ndugu zangu wasio swali, wewe hujabarekhe, hujakuwa, ifikie pahala basi tulioyafanya itoshe. Ni vigumu sana, hakuna kitu kibaya kwa kusema Mungu hayupo alafu unakwenda unakutana naye. Tutenge siku japo za kuingia msikitini ndugu zangu, hasa wasanii misikitini, Ijumaa muonekani, Idi mpaka Idi. Jamani, uongo ukweli? Vijana wengi hawaonekani msikitini. Basi ndugu zangu, hata siku moja, Mungu hana mabifu ndugu zangu. Yaani kwamba mimi naingia leo Mungu atachukua bifu, hapana. Mungu ana bifu. Tuingieni misikitini. Maisha haya ni mafupi sana. Wangapi na wangapi tulikuwa nao leo hii tumewazika. Mungu amjalie baraka baba yetu, alijalie kabila yake kuwa ni miongoni mwa vyumba vya peponi. Nasi Allah tujalie mwisho uliokuwa ni mwema. Mwisho, kabla ya neno la shukurani, nimeambiwa hapa nimkaribishe ndugu yetu ambaye naye tuliungana naye katika uoshaji na katika dua za kurahamu kule, meya wetu wa jiji kwa ajili ya salamu. Alafu kisha inshallah taala tutapeana ruhusa. Meya wetu wa jiji uko wapi? Kapata dharura inshallah taala. Basi tunatambua uwepo wa wale watu wote mliohudhuria. Naomba niingie katika shukurani. Tunatambua uwepo wa watu wote mliohudhuria hapa. Tunatamani kumtaja kila mtu kwa nafasi yake. Sisi wazee wa Albadiri tukitaja jina moja tutakuwa hatumalizi leo, ila ijulikane kwamba nyote mliohudhuria na ndugu yetu bwana maarufu bwana Meja, umati wote, haya ni mapenzi na ni ishara tosha kwamba unakaa vizuri na watu. Au nyinyi mnasemaje? Wallahi watu wamekukimbilia na wamekataa kwamba jeneza isipakiwe katika gari. Divoice ndiye alikuwa ndo darweshi leo kama darweshi, inabidi tukutafutie kilemba ndugu yangu. Jeneza imebebwa mpaka hapa, hatuna la kuwalipa. Na wale wasanii mnawaita sijui wasanii wa visingeli, na nyie Mungu atakujalieni pepo ya Firdaus. Lakini pia wale wasanii wote na ndugu yetu bwana Arikiba pale shekhe, leo pia kilemba Saudia kabisa. Nyote ndugu yangu mwingine hapa yule Ibrahim leo na yupo hapa amevaa kilemba. Allahu akbar, kama shekhe kweli. Allahu akbar. Lakini pia ndugu yetu hapa, nyote mliohudhuria, vijana mmekuwa wengi kwa ajili ya kumsindikiza baba yetu. Inda lilitosha kwamba tuna mapenzi. Mungu ajalie kila la kheri. Wale ndugu wa karibu tuwatangaza tena, ndugu wa karibu nyote twakuombeni kwa heshima na taadhima, baada ya hapa usirejee majumbani. Turudi wapi? Kunaitwa kule Kiburugwa. Wapi? Kiburugwa. Kiburugwa. Tangaze Mbezi Africana, Mbezi Beach kule. Kwa wale wasiopajua watamwona ndugu yangu pale, lakini pia kuna baba mkubwa nyosha mkono pale. Yule ndio baba yake mkubwa Meja, yule mliomuona pia tutamuona pale inshallah taala. Na lakini pia ndugu yetu bwana Nyundo tulikuwa naye hapa, na watu wa Global na watu wote wa media wote. Mungu awalipeni kila la kheri. Kwa baada ya hapa tunarudi kule tuangalie tunazika vipi. Tumeelewana vizuri inshallah taala. Lakini pia hitma ya mzee
tutafahamishana katika vyombo vya habari kama tulivyofahamishana katika mitandao. Baada ya kuyasema haya, inshallah taala tutafanya dua, na baada ya dua tutakuwa ni wenye kuhusiana. Lakini pia kama kuna mtu ana sadaka yake, basi ataitoa kwa ajili ya wenzetu wanaofanya usafi hapa, ndugu zetu wale wajai, niliwaona kama wapo, watakuja. Kuna sadaka yako inshallah taala, atapita Ustadh Mubaraka. Uko wapi? Atapita kijana huyu Ustadh Mubaraka na kofia. Una sadaka yako utaiweka humu inshallah taala, na nitaanza mimi hapa. Tatia kuvua kofia ndugu yangu, maana mashika